Kwa majina naitwa Omari Msigwa, ndio mbunge wa jimbo la Madaba. Kwa swali lako kuhusiana na manufaa ya barabara hii ambayo inakwenda kutengenezwa kutoka Songea mpaka Lutukila, mimi naomba niseme kwanza tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuijenga nchi yetu. Mimi nikiangalia nikiwa kama mdau wa usafirishaji, ninadhani barabara hii itakuwa na manufaa makubwa. Manufaa ambayo tunaweza kuyapata, moja, hii njia sasa inapelekea watu wajasiriamali wengi kufanya biashara zao wakiwa salama. Nikisema wakiwa salama, maana yake ni kwamba barabara hii ambayo ipo ilikuwa ni nyembamba, lakini sasa ni barabara itakuwa ni pana ambayo itafanya watu wafanye biashara bila kuwa na mashaka yoyote ya kupata ajali katika eneo la barabara. Inaenda kuleta tija gani kwa wananchi jimbo la Madaba? Kwa tija ziko nyingi, kwa sababu barabara ikiwa nzuri automatic magari yatapita mengi kwenye hiyo barabara, na yanapopita mengi automatic kutakuwa na biashara zitakazokuwa zinaendelea, na kama kutakuwa na biashara zinazoendelea, maana yake ni kwamba wananchi watanufaika, wananchi mmoja mmoja, na barabara hii kwa ujumla itaendelea kuleta manufaa mengine, hasa kwenye tuzungumzie kwenye hali ile ya kutokuwa na ajali, kwa sababu nimeona wakati mwingine kulikuwa na ajali nyingi kwa sababu ya barabara ikiwa ni nyembamba. Kwa hiyo tutapata manufaa, kwa maana ya kwamba ajali zinaweza zikapungua na vifo vya watu pengine vitakuwa vimepungua. Haya ni manufaa ambayo tunaweza tukayapata. Pengine mmejipangaje sasa kwa kushirikiana na TANROADS kusimamia ujenzi wa barabara hiyo pindi utakapoanza kama mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Madaba? Mimi nafikiri nimejipanga kwa sababu tayari ndio mbunge wa jimbo la Madaba. Kikubwa tutaendelea kushirikiana kuona wapi panakwenda sawa sawa na wapi panakwenda tofauti. Manake hili ni jambo kubwa, sio jambo la mimi peke yangu, ni jambo la kitaifa. Kwa hiyo tutashirikiana kuona hii barabara ikiwa inajengwa katika viwango vinavyostahili. Barabara inapojengwa kunakuwa na fursa mbalimbali. Unawaambiaje wajasiriamali wanaopitiwa na barabara hiyo mpaka Lutukila, kuanzia Likalangilo mpaka Lutukila? Wajasiriamali ambao wako njiani, kikubwa ni kuwahamasisha wajiandae, kwa sababu barabara inajengwa karibu kilomita 100 na kitu. 100 kama na 10. Kilomita 98 ndio. Kwa hiyo nafikiri wajiandae kwa sababu fursa zitakuwa ni nyingi, hasa za kibiashara. Biashara ndogo ndogo zitakuwa ni nyingi kwa sababu kuna wananchi wanaoshiriki moja kwa moja kujenga hiyo barabara. Kwa hiyo watahitaji mahitaji yao ya kila siku.